Hamisi Suleiman anaarifu zaidi. Muungano imarika, sote twendeni sambamba, muungano kujitwika. Wakizungumza katika sherehe hizo zilizofanyika katika shule ya msingi Ndugumbi, wanafunzi hao wamesema muungano wa Tanganyika na Zanzibar umeleta faida kubwa kwa pande zote, zikiwemo suala la ushirikiano katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, kijamii, lakini pia umoja, mshikamano na amani. Historia moja imeweza kuundwa baina ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Sheikh Abeid Amani Karume. Muunganiko huo umeweza kuendeleza amani na ushirikiano baina ya Tanzania bara na Tanzania visiwani. Muungano ni dhamana ya heshima na tunu ya nchi yetu, haiwezi kupingwa pia, kwa sababu muungano ni dhamana. Hii imesaidia kwa sababu muungano imeletwa kwa nia njema kabisa kwa ajili ya kuunganisha watu wa Tanzania bara na visiwani katika mambo mbalimbali. Mwalimu Khalid Sadiki ambaye ni mlemavu wa macho amesema lengo la kuwakusanya vijana na kuwapa elimu ya historia ya muungano ni kuendelea kuwajenga wajue namna viongozi wa asisi walivyokuwa na maono ya kujenga umoja ambao sasa umekuwa na manufaa makubwa kwa kizazi kilichopo. Kwa hakika tumekuwa tukiwaelekeza vijana kwa uelewa mkubwa kwamba muungano ndio tunu ya taifa letu, kwa maana kwamba mambo mengi yamekuwa yakipatikana katika muungano kwa sababu tuna udugu wa kidamu. Tumekuwa tukioleana, kutembeleana, mila na desturi zetu zimekuwa zikifanana na ukaribu wetu tuliokuwa nao. Walijua umoja ni jambo lenye maendeleo na umoja ni nguvu. Kwa hiyo tunapokumbuka siku kama leo, tunaamini jambo hili lilianzishwa lilikuwa zuri na leo maendeleo yake ni mazuri. Na tunaona mengi kama Watanzania yalifanyika katika muungano wetu huu. Kwa tuko hapa kwa ajili ya wanafunzi kwanza kuweza kujua chimbuko la muungano huu kupitia shughuli mbalimbali walizozifanya. Tumeanza kushirikisha ngazi ya shule, elimu msingi na sekondari kwa wanafunzi kushindana katika masuala ya insha. Wameandika insha kuhusiana na masuala ya muungano. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Asante Hamisi Suleiman kwa taarifa hiyo. Mwenyekiti wa Tume Huru ya